jambo kubwa zaidi ni kuona hapo kesho, lakini pia na vitu vingine kama ya hivyo pre-match meeting na mambo mengine, tutaweza kuona jinsi ambavyo vitu vitakuwa vimesimama. Lakini tumsikie afisa habari wa bodi ya ligi Karim Boimanda, ambaye yeye ameweza kuweka wazi kwa kile ambacho kimetokea, ambapo alikuwa sasa akiahirisha mkutano huo na au tunasema kuvunja mkutano na waandishi wa habari kwa timu zote hizi mbili, ambao huwa ilikuwa ni sehemu ya maandalizi kwenda kwenye mchezo wa ligi kuu. Na ni michezo yote siku moja kabla mchezo huwa kuna kufanyika mkutano wa waandishi wa habari, ambapo kocha na mchezaji mmoja mwakilishi kutoka kwenye kila klabu anakwenda kuzungumzia maandalizi ya mchezo husika ambao unakuwa unafuata siku moja kabla. Huyu hapa ni Karim Boimanda. Tena habari za asubuhi, mimi ni Karim Boimanda, afisa habari wa mchezo namba 184 Young Africans Sports Club dhidi ya Simba Sports Club, lakini pia habari wa bodi ya ligi kuu Tanzania. Tulikuwa na mkutano hapa awamu ya kwanza, ambapo kocha mkuu wa klabu ya Yanga pamoja na nahodha wamezungumza nanyi wanahabari kuelekea mchezo huo, na kwa mujibu wa ratiba ambayo ilitumwa kwa klabu zote mbili na kwenu wanahabari, Simba Sports Club ambaye ni mgeni katika mchezo huu walipaswa kuwepo hapa saa 5:30 na kuanza mkutano, lakini tumefanya jitihada kadhaa. Bahati mbaya sana wahusika wamekuwa hawapatikani kwenye simu, kwa hiyo tunashindwa kuelewa changamoto hasa ni nini mpaka sasa hivi, lakini bado hawajafika kwenye eneo la mkutano. Na kwa sababu hili ni jambo la kikanuni, ni jambo ambalo lina ratiba, na baada ya hapa kuna ratiba ya matukio mengine kuelekea huo mchezo, hatuwezi kuendelea kuwepo hapa mpaka jioni, ndugu zangu wanahabari. Kwa hiyo nitumie fursa hii kusema rasmi kwamba tunamaliza mkutano wetu rasmi, na kwamba taarifa nyingine zitatolewa hapo baadaye. Kwa hiyo kila kitu kiko sawa, na kwamba tumewakosa Simba Sports Club ili watueleze changamoto, kama kuna changamoto yoyote ambayo wamekutana nayo huko njiani wakiwa wanakuja au la. Kwa hiyo tunaendelea kuwatafuta, tutakapojua nini changamoto tutawajuza kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii na maeneo mengine muhimu. Yes, ni Karim Boimanda akizungumza mara baada ya klabu ya Simba kwa muda ambao walikuwa wamepewa kutofika, kwa maana kwamba walipaswa kufika saa 5:30. Saa 5:30 wao ndio walipaswa kuanza baada ya Young Africans kuwa wamemaliza, lakini mpaka inafika saa 5:30 mnyama alikuwa hajafika, na wakasubiriwa mpaka ilipofika sasa kwenye saa 6 kasoro ikabidi Boimanda wakiwazi kwamba Simba hawapatikani kwenye simu na hawajui changamoto yao ni nini, hivyo wanaendelea kuwasiliana nao, na hili ni jambo la kikanuni na huwa linakuwa lina adhabu yake. Hivi Simba mechi ya Ken Gold waliwahi press conference, walichelewa pia? Walifanya wakiwa kuchelewa. Yeah. Kwa hiyo mazingira namna ambavyo yamekaa ni jambo ambalo huwa linatokea, lakini kwa sababu ni dabi kidogo uzito wake unaongezeka. Tuungane na Hussein Bakari Hussein B aweze kutujuza hasa mazingira namna ambavyo alikuwa, lakini pia kwa upande wa Young Africans wao wamezungumza nini kwenda kwenye mchezo huu. Hussein alikuwa yupo kwenye mkutano huu wa wanahabari pamoja na vilabu hivi. Hussein, habari ya muda huu? Salama Ibrahim Kasuga, Albogasti na wote ambao mpo hapo Kipenga Extra. Bana, sisi tupo vizuri. Kwanza Hussein, unaweza ukatupa picha nini hasa ambacho kimetokea? Simba hawajafika, tension, mazingira ya hapo yalikuwaje? Ni jambo ambalo lilionekana mapema au ni jambo ambalo lilitokea ghafla kwamba bana hawa watu hawajafika? Mazingira hii leo kulikuwa na mkutano wa waandishi wa habari baina ya timu zote mbili kama ambavyo ilivyo kawaida na kanuni ya bodi ya ligi kuelekea michezo mbalimbali ya ligi kuu Tanzania bara. Sasa mapema kabisa Dar es Salaam Young Africans ambao ndio wenyeji wa mchezo huu walifika kwa ajili ya wao kuweza kuzungumza na waandishi wa habari, na kwenye ratiba Dar es Salaam Young Africans walipaswa kuzungumza kuanzia saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 5:30 asubuhi. Baada ya hapo wageni wa mchezo huu ambao Simba Sports Club nao wazungumza na waandishi wa habari kuanzia majira hayo ya saa 5:30. Sasa mkutano wa waandishi wa habari ambapo kocha Milud Hamdi pamoja na mchezaji Dickson Job waliokuja upande wa Yanga walizungumza nasi mpaka majira ya saa 5:17 wakawa tayari washamaliza na kuweza kuendelea na taratibu nyingine. Kuanzia muda huo saa 5:17 mpaka saa 5:30 hakuna mchezaji wala kocha wala kiongozi wa timu ya Simba yoyote yule ambaye ameweza kufika katika mkutano huo wa waandishi wa habari. Kwa hiyo
ni hali ambayo sisi waandishi tuliokuwepo pale tuliiona mapema, kwa sababu kikawaida mara zote tumezoea kuona ya kuwa viongozi ama wachezaji ama kocha wa Young African atakapokuwepo anazungumza, basi wa Simba watakuwa pembeni wanasubiri, au wa Simba akizungumza wa Yanga atakuwa pembeni wakiwasubiri, wakimaliza wao waweze kuzungumza. Lakini mpaka muda huo kukawa hakuna chochote kile. Yale ambayo yalizungumzwa na kocha Miloud Hamdi, yeye tu ameeleza kuwa mchezo dhidi ya Simba ni mchezo mgumu. Kitazama Simba imecheza finali ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF. Kwa hiyo hatarajii kupata ushindi mnono, magoli 5, magoli 7, lakini itakapohitajika wao kikubwa ni kupata alama itakayowezesha wao kuweza kuwa mabingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Ila akaendelea kugusia kuwa hawana pressure ya mchezo huo kwa sababu wana wachezaji bora wenye weledi, utayari na uthubutu mkubwa ambao wanaweza kuipa Young African matokeo, na ikitokea Yanga amekwenda kuwa bingwa, basi watakuwa mabingwa bora na wazuri kweli, kwa kuwa heka ambazo wamezipitia mpaka kufikia mchezo huu hazikuwa heka nyepesi. Huku Dickson Job naye ameendelea kusema kuwa ari, morali na utayari upo wa hali ya juu upande wa wachezaji wa Yanga. Kikubwa ni kwamba wamejipanga, wana wachezaji ambao wana uzoefu na mchezo huu wa dabi sio mchezo wao mkubwa wa kwanza kuweza kucheza. Kwa hiyo watakaocheza huu mchezo kama ambavyo wanacheza michezo mingine, lakini heshima, nidhamu na kufanya matukio kwa umakini zaidi ndio jambo ambalo lipo kwenye akili zao. Kwa hiyo hayo ni yale ambayo yamezungumzwa upande wa Yanga. Tumekosa kufahamu yapi ambayo yatazungumzwa upande wa Simba kwa sababu hizo ambazo zimeelezwa. Sasa wakati tukiwa tunasubiri, ndio Karim Boimanda, ofisa habari wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara, akaja na hiyo taarifa ambayo ameieleza. Na labda tukizungumza kwenye facial expression na body language kwa ujumla, Karim Boimanda alionekana ni mtu ambaye alikuwa yupo normal au ni mtu ambaye alionekana kuwa na pressure? Kwa sababu watu wa bodi ya ligi naweza kusema kipindi hiki kimekuwa kigumu sana kwao. Ulikuwa ukimtazama kimazingira maafisa wa bodi ya ligi leo pale, mazingira yao yalikuwaje? Labda swali la kizushi tu. Hakika kwa yule ambaye amefanikiwa kupitia kurasa zetu za EATV kwenye mitandao yetu mbalimbali, kuna video ambayo unashuhudia Karim Boimanda akiwa anazunguka na simu hapa na pale kujaribu kuwapigia viongozi ama watu kutokea Simba Sports Club kuweza kufahamu wapo wapi ama wamepatwa na nini, kwa nini hawajafika. Kwa hiyo ilikuwa ni heka ukizingatia kwa jana Ibrahim Kasuga kumetangazwa waamuzi. Sawa. Baada ya kuwa hao waamuzi wametangazwa, maana yake kwamba wao bodi ya ligi, shirikisho la soka, wanaamini kabisa ya kuwa kila kitu kipo katika mstari wake. Yes. Sasa katika kugusia hilo akasema kuwa leo kuna session ya Simba kufanya mazoezi katika uwanja utakaochezwa huo mchezo, ila akagusia mara mbili ya kuwa sio lazima lakini itakapohitajika wao Simba watafanya, na hata wasipofanya sio sababu ya kwamba kusema huo mchezo hautochezwa. Kwa hiyo facial expression ni hiyo, hali ya heka, hali ya kututulia, hali ya kutaka kujua ipi hatima ya hilo. Hilo. Yes, Hussein, tukushukuru sana kwa kuweza kushare pamoja nasi kwa yale ambayo yametokea kwenye mkutano wa waandishi wa habari kwenye maandalizi ya mchezo wa Kariakoo Derby. Asante sana Ibrahim Kasuga. Kuna la mwisho lakini sio la umuhimu. Naam. Limeelezwa kwa nini waamuzi hawa wametokea Misri, na je hii imekaaje kikanuni? Amezungumza Boimanda. Karim Boimanda amesema kwamba kanuni ya 39 ibara ya kwanza inaeleza kuhusiana na waamuzi ambao wanateuliwa mwanzoni mwa msimu na kamati ya waamuzi. Sasa baada ya uwepo wa jopo hilo la waamuzi wa msimu mzima, kanuni hiyo ya 39 ibara ya 3 inaeleza kuhusu waamuzi wa akiba ambao wanateuliwa ili watumike katika michezo ikiwemo michezo ambayo ina dharura mbalimbali. Sasa orodha hii ya waamuzi wa akiba wala waamuzi ambao wapo kwa ajili ya dharura mbalimbali haijawahi kutangazwa na TFF wala kamati ya waamuzi, lakini taarifa huwa zinatolewa kwa hao waamuzi wa akiba ambao wameteuliwa tangia mwanzoni mwa msimu. Akamalizia kwa kusema kuwa
waamuzi hawa kutoka Misri na yule Ali Mohamed kutoka Somalia, kwa maana kwamba Misri wakiongozwa na Amin Mohamed Amin, yes, waamuzi bora ambao wamechezesha michezo mbalimbali. Kwa hiyo niwatakie majukumu mema, na hayo ndio ambayo yamejiri katika waandishi wa habari leo. Yes, kupitia mtandao wetu ya kijamii Hussein, naamini pia kuna vitu vingi zaidi ambavyo watu wataviona huko. Shukran sana. Shukran sana. Yes, huyo ni Hussein Bakari, reporter wa EA TV na EA Radio, akitujuza kile ambacho kimejiri kwenye mkutano huo wa waandishi wa habari, na amemaliza hili na jambo la waamuzi kwamba ni jambo la kikanuni, na waamuzi ambao tunaona hakuna jambo baya ambalo limefanyika. Kwa hiyo mnyama leo